Naam, taarifa za mabadiliko dakika za mwisho leo mahakamani Dar es Salaam. Tundu Lissu akataa kabisa jambo hili mbele ya majaji, sasa hivi kusababisha majaji kumsikiliza na kufanya mabadiliko mazito ya dakika za mwisho. Kwa wale ambao mnaenda mahakamani leo kwenye kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu, mnajulishwa kwamba kuna mabadiliko mahakamani kwa kesi hiyo ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu itakayotajwa na kusikilizwa leo asubuhi. Na ujumbe wa mwisho kutoka Dar es Salaam leo ni muhimu sana. Kabla ni kutaarifu, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Tundu Lissu amekataa orodha ambayo alipewa na majaji, amekataa ukumbi mdogo wa mahakama, na mahakama ya rufani asubuhi ya leo imelazimika kumsikiliza. Hizi ndizo habari zinazoongoza kuelekea kusikilizwa kwa kesi yake Tundu Lissu ya uhaini asubuhi hii, na zinakupa ujumbe muhimu kuhusu jinsi Lissu anavyoendelea kupambana katika vita hii hata akiwa nyuma ya kuta za gereza la Ukonga. Mtazamaji, asubuhi hii Chadema imetoa taarifa kwa umma yenye ujumbe wa dharura kwa yoyote anayepanga kuhudhuria shughuli za mahakama leo. Taarifa hiyo inatangaza mabadiliko makubwa ya eneo la kesi, na mabadiliko hayo hayakutoka kwa mahakama pekee, yalitokana moja kwa moja na msimamo wa Tundu Lissu mwenyewe, ambapo amekataa kabisa kubadilisha msimamo wake. Awali, kesi ya leo ilipangwa kusikilizwa katika mahakama ya rufani iliyopo Kivukoni, ukumbi mdogo ambao haungeweza kuchukua idadi kubwa ya watu. Mamlaka za mahakama na majaji zilikuwa tayari zimeweka kizuizi, orodha ya majina 40 pekee, ambapo Tundu Lissu alifaa kuchagua watu 40 pekee ambao ndio wataruhusiwa kusikiliza kesi yake. Watu 40 viongozi na watu wa karibu wa Tundu Lissu ambao wangeruhusiwa kuingia tu mahakamani. Tundu Lissu alikataa katakata, alisema waziwazi kuwa hataandika majina yoyote 40 ya watu watakaoruhusiwa kuingia kusikiliza kesi yake. Anasema yeye anataka wafuasi wake wote wapate nafasi ya kuingia mahakamani. Maneno yake ambayo sasa anasambaa sana mtandaoni, ambapo alinukuliwa akisema hivi: siwezi kufanya hivyo, nataka kesi hiyo isikilizwe katika ukumbi ulio wazi na nafasi na mpana zaidi, ili wananchi na wafuasi na wapenda haki waweze kuja na kusikiliza kwa uhuru. Hiyo si kauli ya mshtakiwa anayeomba huruma, hiyo ni kauli ya mtu anayejua haki zake, mtu anayeelewa kuwa mahakama ya haki ni ile inayofanyika waziwazi mbele ya wananchi bila vizuizi vya orodha na milango iliyofungwa. Mahakama ya rufani ilisikiliza hoja hiyo na kufuata ombi na amri za Tundu Lissu na ikakubaliana na Tundu Lissu. Eneo la kesi sasa hivi asubuhi ya leo limeweza kubadilishwa dakika za mwisho. Usikilizwaji wa leo utafanyika katika ukumbi nambari 1 wa Mahakama Kuu, kituo cha usajili yani Sub Registry, Dar es Salaam, ule ukumbi mkubwa na mpana uliotumika katika hatua zilizopita za kesi hii. Yeyote anayetaka kuhudhuria leo anaweza kwenda moja kwa moja huko kuanzia saa 3 asubuhi hadi jioni. Sasa hebu tuweke wazi kinachosikilizwa katika ukumbi huu leo. Ijumaa hii tarehe 3 Julai mwaka 2026, Mahakama ya Rufani ya Tanzania inasikiliza maombi ya mapitio yani revision application nambari 744040 ya mwaka 2026. Shauri kati ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma na Tundu Antipas Lissu. Jopo la majaji watatu linaloongoza leo linaundwa na majaji na Jaji Mwarija, Jaji Muruke na Jaji Hamisi. Kesi hizi za marekebisho zinaanzia kwenye vita kubwa ya kisheria mnamo Februari mwaka 2026, wakati upande wa mashtaka ulipojaribu kuingiza ushahidi mpya katika kesi hiyo, ushahidi ambao haukuwepo wakati wa kesi ya awali ya kuwasilisha kesi. Tundu Lissu alipinga, Mahakama Kuu ilikubaliana naye na kukataa ushahidi huo mpya kabisa. Serikali ilikataa kukubali uamuzi huo na kuwasilisha ombi hili la marekebisho mbele ya mahakama ya rufaa. Uamuzi wa leo utaamua moja kwa moja iwapo ushahidi huo mpya wa serikali utaruhusiwa kuwasilishwa katika kesi ya uhaini au iwapo mlango huo utafungwa kabisa. Hilo si swala dogo la kiutaratibu, ni uamuzi unaoweza kubadili kimsingi mwelekeo wa kesi
kesi nzima ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu. Chadema imewataka wanachama wake, wafuasi wa Lissu, wadau wa demokrasia na umma kwa ujumla kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo leo, ikieleza usikilizwaji huu kama hatua muhimu katika mchakato mzima wa kisheria unaomkabili mwenyekiti wa taifa Tundu Lissu. Na hapa ndipo hali halisi inapozidi kuwa nzito. Usikilizwaji wa leo unafanyika katika mazingira ambayo ni nadra sana kwa Tanzania kushuhudia yakijitokeza kwa wakati mmoja. Dereva wa John Heche hivi majuzi tu amefariki dunia katika mazingira ya kutatanisha mkoani Kigoma. Viongozi wa Chadema wanadai kuwa madaktari katika hospitali ya Maweni wanashinikizwa kupotosha ripoti ya uchunguzi wa mwili wa marehemu, yani postmortem, na hii ni kulingana na kada wa Chadema Hilda Newton. Hata hivyo, kesi ya kikatiba nambari 7300 inayohusu haki za Tundu Lissu pia akiwa gerezani Ukonga pia inaendelea, na ikiwa imesalia siku tatu tu tarehe 6 Julai hukumu ya kesi kuu ya uhaini yenyewe imepangwa kutolewa, hukumu inayoweza kuamua hatima ya mtu ambaye ametumia zaidi ya miezi 14 gerezani akikabiliwa na shtaka linaloweza kuleta adhabu ya kifo ya lazima kwake. Tundu Lissu aliingia katika mchakato huu akisisitiza juu ya haki inayotolewa waziwazi, akisisitiza kuwa orodha yenye majina 40 yaliyochaguliwa maalum si namna ambayo usikilizwaji wa haki unapaswa kuwa, na hivyo kulazimisha majaji kufanya mabadiliko makubwa asubuhi ya leo. Mahakama ya rufani ilikubaliana naye asubuhi hii, swali ambalo kila raia anayefuatilia mwenendo huu analo akilini mwake anapoingia mahakamani leo ni hili: je, hatua zitakazofuata wiki hii zitaipa Tanzania sababu ya kuwa na imani na taasisi zake? Mtazamaji, kuna maelezo mengine kutoka asubuhi ya leo ambayo pia yanastahili kuzingatiwa kabla hatujafunga ripoti hizi. Ukweli kwamba Tundu Lissu kutoka ndani ya gereza la Ukonga aliweza kupinga mpangilio wa mahakama, kuelezea kanuni ya kisheria na kidemokrasia waziwazi kwa mahakama ya rufaa kubadilisha msimamo wake asubuhi ya leo na kupata ukumbi mkubwa na wazi kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi hii leo. Yote hayo yalitokea kabla hata ya kusikilizwa kwa kesi halisi kwanza. Hilo pekee linakuambia kitu kuhusu jinsi mtu huyu amekuwa akifanya kazi katika mchakato huu wote, licha ya kuwa jela. Hajashindwa na mtu yoyote, sio kwa jaribio la upande wa mashtaka la kuleta ushahidi mpya, sio kwa mpangilio wa mashahidi wa siri ambao mahakama hatimaye iliamuru uvunjwe, sio kwa miezi 14 ya kizuizini, na sio asubuhi ya leo kwa orodha majina 40 yaliyoundwa ili kuwaweka umma nje ya chumba cha mahakama wasiweze kusikiliza kwa uhuru. Kinachostahili pia kuzingatiwa ni kwamba mabadiliko ya ukumbi hadi chumba cha mahakama nambari 1 yana uzito wa mfano zaidi ya vifaa tu. Mahakama hiyo imekuwa mahali pa baadhi ya nyakati muhimu zaidi katika kesi hii: maamuzi, makabiliano kati ya Tundu Lissu na upande wa mashtaka, nyakati ambapo alisimama mbele ya majaji watatu na kutoa utetezi wake mwenyewe katika kesi ya kifo bila timu kamili ya wanasheria iliyo nyuma yake. Kurudi kwenye nafasi hiyo leo kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi ambayo inaweza kubaini kama ushahidi mpya wa serikali utaingia kwenye kesi hii hakukosewi kwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia kila sura ya hadithi hii tangu Aprili mwaka 2025. Tanzania inaingia wikendi hii ikiwa na maswali mengi ambayo hayajatatuliwa kuliko ilivyoona katika wiki moja katika kumbukumbu za kisiasa za hivi karibuni. Tutaendelea kufuatilia kila jambo linapotokea, na mara tu uamuzi wowote utakapotolewa na jopo la majaji watatu katika kikao cha marekebisho cha leo, au jambo lolote zaidi litakapotokea leo ndani ya chumba hicho cha mahakama Dar es Salaam, tutaweza kukuletea habari zote hapa ndani ya Simulizi Media. Mtazamaji, nikikamilisha habari hizi, ningependa kusikia maoni yako. Vile like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele.